tumia maji ya mvua yenye yanatoka kutoka asbestos. Hata fetching has become so difficult. So we are advocating for, because we need these people. We don't need them for paying rent and tax ambazo wanalipa, and we put them at risk by making them waendelee kuishi kwa nyumba ambazo ziko na asbestos roofs. So we are advocating zibadilishwe zote. Kimathi, we have over 90 blocks Kimathi, na 32 blocks hazijawekwa iron sheets. So kwa sababu a simple reason, kuna hii mradi ilikuwa inaendelea, kwa nini isiishe? Wacha tubadilishe mabati, tutoe asbestos zote within Flamingo and Kimathi estates tafadhali. We are advocating for that. So vile mmesikia, tuwezi taka tuongelee hiyo mambo tena kwa sababu ni project ilikuwa inaendelea, tunaweza taka iishi. So tukikuja ni mambo, tunaongea mambo mengine ikiwa ni environment, inapelekana pia na hiyo housing. If we need to get tax from these people ama in any form kutoka kwa hawa watu, lazima tuwape a form of garbage collection. Lazima tuwaforce, we can advocate for a certain area, wakuwa kiambio takataka zote mkuwe mkiweka pale. Then for that to happen, kuna mahali nimeona hapa effective garbage collection, effective environment. So we can advocate for track iweko Flamingo Wood. So when these people wakati wanapewa a designated area ya kuwekaga takataka for environment, kunaweza kuwa hii track, inaweza kuwa ikichukua takataka. So we are advocating for those reasons, na kwa hayo yote nawashukuru na asanteni sana. Asante sana. Naona sijui kama tunaenda vizuri. Are they saying the demands or the plans of the people of Flamingo? Wanasema maneno ya watu ya Flamingo. So kwa hiyo part, I just want 2 more people. Kama hakuna, we go to the next one. Iko watu wawili wamesahaulika. Anything unaona imesahaulika? Hakuna. So if tena nasema kama kuna mtu atakumbuka kitu baadaye, is good uandike kidogo tu karatasi, hata you write it, mimi nitaweza kuitranslate. Ukuje before Friday to compile pamoja na memorandums, tukue na a comprehensive CIDP, kwa sababu inafanywa mara moja kwa miaka 5. Okay, iko moja. Okay. Kwa majina ni Juliana Njeri Kuria. Mimi ni chair lady maendeleo ya wanawake Flamingo Ward. Nitarudi nyuma kidogo. Kuna huyo mtu ameongea wa agriculture. Na mimi naishi Lakeview Estate. Mimi ni mwadhiriwa wa hizi nugu huwa zinatusumbua kila siku. Kwa nini mnacheka na mnanyamaza? Mimi ningeonelea hivi through our MCA, kama kuna jambo tunaweza fanya, tuweke soko pale karibu kwa hiyo gate ya hiyo Monkeys, tuweke kasoko kidogo. Vile vile nikiwa chairlady wa maendeleo wanawake, wakina mama tuwekewe kasoko pale, si ni kweli? Tuwe tukileta fruits tunauzia either KWS, wanapatia hizo vitu zao. Ama namna gani? Siwa zinatusumbua kila siku. Ukiweka mkate jikoni, usipofunga mlango ukirudi hakuna. Kwa sababu hizo vitu ziko na njaa kama mhula huu wajua, zimetusumbua sana. Haya, ile jambo lingine, sisi tukiwa Flamingo Ward, tuko kwa gates ya Elek Nakuru. Through our MCA, tunaweza fanya nini? Tutumie ile gate isaidie wakina mama na youth pia.
Kama itapatikana nafasi tuwekewe soko pale, tutaweka wakina mama pale wachone vyombo, youth wana entertain, those tourism, kuliko hiyo gate ya Lake Nakuru iwe ikisaidia tu national government. Si ni kweli? Si hiyo gate iko kwa ward yetu? Hiyo tu ndio ilikuwa comment yangu. Asante. Asante sana. Those are very positive input. Tume record. We'll try and translate them into something that will itakuwa kwa CIDP. Asante sana. So we shall go to the next sector, health. Nurse in charge. We are going to have the 3 presenters, 2 minutes. Tafadhali mambo ya health najua ni important. Then we shall have PHO and Sarah. Tumalize hiyo, then we go to the public again. Habari yenu wote. Kwa majina naitwa Rose Wairimu. Mimi ndio nursing officer in charge hapa Langalanga. So kwetu hatuna mengi na pia si machache. Ya kwanza ni hii building yetu ambayo tunaona hapa nyuma, ambayo imesimama kwa miaka 5 na zaidi na bado haijaanza kazi. Na sababu yake kutokuwa ikifanya kazi ni sababu ndani kuna kuna area ambazo bado haijaisha, na tungeomba kaunti yetu kama ingeweza kutusaidia na rehabilitation ya hiyo building so that tuanze admissions. Ama aje? So ni vyema wakitusaidia tuweze kuanza hapo, na pia tuko na space kubwa. So hatutaki tukue tu na hiyo peke yake. Tukiongezewa hata x-ray department hatuwezi tukakataa. So that watu wetu wakuwe na, tukifanya investigations daktari akitaka kuangalia hakutumi nje. Tunamaliza kila kitu Langalanga. So hayo ni mambo ambayo tungependa kaunti yetu iweze kutusaidia. So kiwanja yetu ni kubwa, na capacity yetu ya hii ward ni vitanda 32 peke yake. So hii ikitengenezwa pia watupanulie zaidi tuweze kuweka watu wengi. Asanteni. I like tukiita watu wenye wanafanya kwa hizi ofisi, they know exactly what they want. Sindio? Anasema but nitamcorrect. In this part we don't say hata mkituwekea. It's the time we say that we need an x-ray department. Sindio? Inawekwa so that when we go, ikiwekwa tutaenda tuangalie itawekwa at which part of the 5 years. So asante sana PHO. Yeah, kuja tupe 1 or 2 things. Habari zenu? Kwa majina naitwa Anna Chola. Mimi ndio public health in charge of Flamingo ward. Niko na maoni mbili. Ningependa, kuna hizi estates especially like Lakeview haziko connected na sewage. Na kwa sababu ya hiyo tunaona human waste ikijaa kwa ile pit latrine huwa wanamwaga nje. So ningetaka sewage wekwe upande huo ndio tuweze kuzuia magonjwa. Jambo lingine ni mambo ya maji. Kuna estates hazina maji kama vile mmesikia due to mambo ya bills. Tungetaka maji iwekwe katika zile estate ndio tuweze kuzuia ugonjwa mingi. Sana ni zile zinaweza kuzuiwa tukiweza kuobserve usafi na maji. Amunisikia? Ninasema kuna areas ama estates ambazo hazina sewage treatment. So ningetaka sewage iwekwe upande huo ndio tuweze kuwa na hali ya usafi katika zile estates. Ndio tuweze kuzuia magonjwa ambazo tunajua magonjwa mengi huwa yanazuiwa na usafi na maji. Na kuna zile estate ambazo hazina maji,
tunataka tena ziwekwe maji ndio iweze kuwa na usafi. And then kuna hizi estate kama Kimathi and Flamingo, tuko tumeonelea kuwa kuna choo ambazo zilikuwa zimeweza kuimproviwa, lakini sasa ni kama ziliimproviwa kidogo zikaachwa zingine, hata hawana bathroom huko. So tunataka hiyo mpango iendelee, watu wote wakuwe na choo na bafu ambazo zinastahili. Ninaona maneno ya health, it's touching watu wengi, si ndio? So health, Sarah, pia karibu. God is good all the time. Yangu ni kuinsist Kenya amesema. Mostly naanzia na Langalanga Hospital. This place supposed to be having a maternity for us ladies. Waki rehabilitate this thing, this building over here. Watuweke the us women maternity. Badala ya kutrack mpaka huko kwote Bonde. Weke tu hapa. Hapa ni trackable, si ndio? Mtu anakuja tu hapa usiku, leba ikimshika, anakuja vizuri. Si hizi ni free. Si facility ni free. Bas, watoke nini? Maternity. Alafu waturudie watuwekee drugs kwa hii facility. Haina drugs completely. Our MCA amejaribu Eddie Keragu, mtu akiumwa na baboon ni anasimamiaga 5 injections. Per injection ni 750 ya anti-rabies. We don't have drugs hapa. Mtoto akikohoa anatumwa anaenda pale Tazama sijui wapi kununua cough syrup. Please equip our facility here. Waeke drugs, hata wakiweka hizo wards na wakifungua hizi vitu zingine waikuwe fully equipped. Tutashukuru sana, si ndio? Haya, secondly tunaenda kwa choo. Kimathi hakuna choo. Let me bring the reality now into picture. Mama akienda choo Kimathi lazima atandike gazeti chini. Ndio hiyo maji ya choo isimurukie wakati anaenda kujisaidia. You can imagine mtu amejifungua afu anaenda kwa choo kama hiyo. You can imagine infection anaweza toa hapo, si ndio? Ni ukweli ama ni uongo watu wa Kimathi? Wanataka choo. Asante. Wanataka choo zitengenezwe na new sewage system line. Mtuwekee Flamingo na mtuwekee Kimathi. Flamingo our former MCA alijaribu sana. Aliweka choo vizuri. Lakini sewage system imetusumbua. Every time ndo anashindanga akitoa pesa zikwamuliwe. Hizo lines sijui waliweka aje. Tunataka maintenance ya hizo line. Hivyo tu. Maintenance ya hiyo line. Na block 3 za choo zenye ziko zimetengenezwa, watutengenezee Flamingo. Block 17 za choo zenye ziko zimetengenezwa Kimathi, watutengenezee hizo block 17 Kimathi. Tutashukuru. Niende kwa drainage. Drainage iko so poor, hata kama karavats ziliwekwa tule tukaravati tule tudogo. Mvua ikinyesha maji kitoka kuanzia Kanu Street ikitembea hivyo chini, unapata maji kwa barabara, there is nowhere to pass. Wakitu maintainia hiyo expansion ya caravats na drainage system in Pangani, in Rescos, in Lakeview, sana Lakeview. Kuna caravat moja tu. Drainage system ni moja tu yenye imeingia kwa estate ndani mpaka game park. Hiyo tu peke yake. We don't have anything else ya drainage Lakeview. So to expandiwe na kwenye hakuna ziwekwe. Alafu na Rescos. Rescos caravat zibadilishwe, zimaintainiwe, ziexpandiwe. Kwa sababu tuko na very poor drainage in Rescos. Pia Pangani. We have poor drainage in Pangani kwa sababu yote tukaravati tudogo ziwekwe zile kubwa. And another thing, expansion ya sewage in Pangani. Rescos, Lakeview. Lakeview hakuna hata. Iwekwe. Tujengewe sewage lines huko. Alafu Pangani ziextendiwe. Population imekuwa kubwa. Watu wanaongezeka day in day out. Watu ongezee sewage system in Pangani and Rescos. Asante. Asante sana. So kwa mambo ya health iko kitu ya kuongeza? Has the public been fully iko mtu mmoja pale
Iko mtu mwingine? A lady gender, kuja tafadhali, kwa sababu leo hatuna ile ya cordless. Yes, habari zenu. Habari zenu. Mimi kitu ningependa kuongeza hapa. Kwa kwanza na wasalimia wakubwa. Jina naitwa Jose. Kitu ningependa pande ya health. Unaona hii chimu ni hii hapa. Hii hapa inatuua hapa. Tunaishi hapa. Hii kitu afadhali uongeze iende juu, ipeleke moshi juu kabisa. Hapo penye iko ikichomwa saa 2 hapo asubuhi huwezi pita kwa hii barabara. Kila mtu analalamika hii kitu. Naomba wenye wanahusika na hii watuangalilie bwana. Kwanza hospitali hii mtuangalilie. Chief, tuchangamkie hii kitu bwana. Yangu ni hayo, lakini pia ningependa kuongeza kitu. Ofisa, utanikubalia? Edi, nafikiri utanikubalia pia wewe. Iko watu wanakuja huku maneno ya drainage. Tumeongea hiyo na wewe asubuhi, nimekwambia. Watu wanatolewa mahali kwingine huko, wanakuja huku kazi, vijana wetu wamekaa hapo chini. Mpaka tumekataa hiyo kitu, tumebidi tu wafukuze. Na tukakupigia simu tukakwambia, Edi, tusaidie bwana. Hakuna vile watu watatoka mbali wakuje hapa kufanya kazi. Na vijana waiko. Hata kama ni 500, hiyo ni pesa kwa vijana wetu. Tupea vijana wetu. Si gari inatoka police station bondeni inakimbia kwa Wangware inashika watu, wanaitisha 500 hana. Umekaa kwa sababu ya kukaa chini. Shiko kama uko na kitu umefanya kazi. Yangu ni hapo tu. Nataka kuambia the public that ile mambo yote mnasema tuna record na tutaweza ku take action pale inastahili na kuongeza kwa hizi memorandum zetu. So tumemaliza health. Ningetaka kusema asante kwa mheshimiwa Edi kwa sababu hizo most of the memorandums already written. So tunapitia tu tukiongeza maoni ya wananchi ile yenye wanaweza kuwa kidogo wamesahau. So tutaita Bwana Kamau environment kwa dakika moja tu atuambie maneno environment. Na pia leo tuko na bahati sana kuwa na director, county director wa environment Bwana Kiogora. Pia yeye tutampea ako kwa maneno yote ya county, but kwa sababu doketi yake ndio iko, nitamuomba tu kidogo kwa sababu kuna watu pengine hata wajasikia sauti yake, si ndio? So let us have Mr. Kamau 2 minutes. Najua iko ofisa wa maji, pia yeye nitampea 1 minute and then we go to the next case. Hamjamboni. Kwa majina ni James Kamau na ndiko katika idara ya environment Nakuru Town East. Kitu ya kwanza ningetaka kusema ni kuwa katika hii docket ya environment tunasema inachangiwa kuharibiwa na sectors mingi. Tukianza kutoka nyumbani we generate waste. Tukienda kwa industry we generate waste. Tukienda kwa biashara we generate waste. Hiyo ni ukweli. So, kwa hivyo hata sasa tunajenga barabara, there is effect to environment. Kwa hivyo ni kitu ambayo inahitaji kuangaliwa kwa makini sana na iangaliwe na watu wote na sekta zote. Si ati ni sekta tu ya environment. Nimesikia watu ya health wakiongea mambo ya choo. Si ndivyo? Choo, ukiwacha choo hiyo kinyezi mkojo inaenda wapi? Environment. Si ndivyo? So apart from diseases, you are also polluting the environment. Si ndivyo? Tumeona chimney hapa, mtu anaongea juu ya chimney hapa ya kuchoma takataka za hospitali, pia tunasema inachafua. Si ndivyo? Kwa hivyo ombi langu ni kwanza ni kuwa tuwe very keen na mambo ya environment, kwa sababu mara nyingi na ile imetuharibu ni wakati ule sisi hatuchangii kuboresha na kuzuia uchafuzi wa mazingira. Si ndivyo? Hivyo nikisema ni kusema kuwa kuna key priority areas tunge maybe pendekeza ziangaliwe kwa makini. One thing nimesema katika kwa nini tunaongea juu ya effective and efficient waste
collection, si hivyo? Kwa wakati huu, kwa ile mikakati iko ni kuwa the county imeonelea ya kuwa haiwezi fanya hii kazi peke yake, so ikawa na ile arrangement huwa tunasema public private partnership, si hivyo? Mwaka wa 2016 kulikuwa na mambo ya kufanya zoning na kufanya tendering, ndio private sector iwe ita play part na mambo ya waste collection, si hivyo? Sasa hii nimesikia mtu akisema pande hii hakuna, iko ile mambo iko ni kuwa we have service providers, lakini shida ni kuwa sisi wenyewe wengine wetu sisi tunakataa kufanya compliance. Tunaelewana? It's there, if that arrangement is there. Those who got tenders walipata tenders kwa miaka ingine 3, so come next year tunamalizia hapo, alafu tena tunafanya advertisement na pia kila mtu anatakana achangie. Katika mambo ya waste management hatuwezi kuwa na effective and efficient waste collection bila kuchangia kwa kila mtu. Katika katiba inaongea juu ya kila mtu kukaa kwa mazingira safi, but the same katiba inaongea juu ya wewe kuungana na mashirika ama na serikali na ile mikakati iko ufanye jukumu lako, ndio hiyo kazi iwe efficient. Tunaelewana? So hii ni ya muhimu na ni mpaka tuelewe na ili tuweze kuchangia. Katika pia waste management ile tungetaka tena kufafanua ama kupeana, there is a lot to be done. Hiyo tu ni mambo ya collection. Lakini hiyo katika hali ya kuzoa taka tuna ile vitu tunasema which can be reused. Zile zinaweza tumika kwa njia nyingine. Kama sasa tukiangalia katika mambo ya hii tulisema bani ya polythene. So unakuta sasa hata pahali ya kupandia miche ya miti imekuwa hapa, si hivyo? Lakini tumeanza kutumia kama hizi pot, hizi vikombe za kitu kama yogurt, si hivyo? Na chupa za plastiki tunafanya kuzitumia kama za kupandia miche ya miti. Tunaelewana? So vijana na wale wengine tunataka mchangamke kwa njia hizo. Mambo ya recycling ya some of the resources kutoka waste itaweza kuwa changia kuboresha mazingira na pia kupeana kazi, si ndivyo? Wale hawawezi pata correction pia wanafanya recycling na kadhalika. Kwa haraka sana tena ile kitu kingine ningetaka kuwekea mkazo ni kuwa tuko na issue ya environmental protection ambaye kila mtu anatakana achangie kuangalia ni nini inachafua mazingira, na ndio tuweze kuilete mbele. Kama ni industry ni nini inafanya, kama ni mambo ya wastewater discharge ni nani ana discharge, so that we all participate na tuweze kuweza kuzuia uchafuzi wa mazingira. Last week tumekuwa na clean up break Nakuru, na ukiangalia ile takataka tulifanya clean up, ilikuwa takataka ambaye sisi tumewaachilia ikaenda kuharibu natural resource yetu ambaye ni Lake Nakuru. So ni vizuri tunaangalia mazingira yetu na tuchangie. Mambo ya climate change, ukiangalia kama hapa miti ni ngapi tuko naye? Very few. So pia ningetaka tuwekee manani mambo ya kupanda miti. Walimu wako hapa, I'm happy walimu wako hapa, na tunawaomba please muungane na sisi to provide miche na nyinyi mpande kwa mashule ili tuweze increase what we call the forest cover kwa mambo ya mazingira yetu. Na sio hapa peke yake, hata wale wako Njoro it's the same message. Tunaelewana? Hata kwa individual plots tunaomba tushirikiane, we want to plant many trees so that we can also fight climate change. Asante sana. Tumesikia kutoka kwa ofisa wetu wa mazingira. Tumpatie ofisa wa maji 1 minute and then tutasonga mbele kutoka hapo. So tumesikia kwamba tunafaa kupanda miti because of the climate. So acha tusikie maneno ya maji. Mjambo wote. Mimi naitwa Jane Ginyo. Mimi ni ofisa wa maji, nimesimamia pande hii ya Nakuru East Sub County. Na hasa ile tunafanya katika maji ni ku increase access ya maji, na
kiangalia kama miaka 20 ambayo iliyopita, maji yenye ilikuwa inaingia town, demand haikuwa kubwa, watu walikuwa wachache, na kama ilikuwa designed that time, hiyo design within 20 years inaenda expire. So venye tunafanya ni ku redesign ama kufikiria namna gani maji zaidi inaweza patikana ili iweze kupea watu ambao ile population imeongezeka. Kwa sasa we've been doing boreholes which are also a bit expensive to maintain and even operate. But at the moment we are lucky to have a national government project, the Itare Water Project, uko pande wa Kuresoi, ambayo inaendelea kwa sasa na iko na maji mingi, na tunatarajia within a very short time, in about 3 years time, hiyo maji itafika pande hii, na mambo ya maji, ya issue ya maji haitakuwa shida tena. Kwa meanwhile, tunajaribu kutumia ile maji tuko nayo in the best way possible. Kwa sasa kwa hii jua kali, tunajua hata pahali hiyo maji inatoka, kuna ile ilikuwa inatoka Gilgil. As you know, the population along hiyo road yote, population imeenda juu, so there are obstructions along the way. Kwa hiyo maji yenye inapika pande hii imekuwa kidogo sana. Sasa ile kidogo tunatumia ama tunapata, tunajaribu na ingine boreholes zimechimbwa, kuna zile zimechimbwa upande wa Surai, na bado haitoshi. Lakini wakati hiyo maji ya Itare itafika, at least sasa tunajua we'll be safe on that side. Ile kazi nyingine tunafanya ni about sanitation. Sanitation ni kuhusu haya maji ambayo inakuja kwa wingi, hivyo tunaipata kwa wingi, tunaihitaji kwa wingi, tunaitumia kwa wingi. Tusipoitumia the waste water out of it, itatuletea madhara. So pia tunaangalia kwa huo upande kuhakikisha hiyo maji inakuwa disposed inavyostahili. Hii ni juu ya sewerage system, kutoka pengine kwa manyumba, kuhakikisha if you are not along the sewer line, pengine uko na toilet, there are exhauster services you can hire, and distance yenyu kuenda kumwaga pale ni fupi, so you will be charged a small fee to do that. The sewer system is underutilized, so once you have your waste maybe in a pit latrine or in a septic tank, it can be exhausted and poured there at a little fee, and then you can refill your septic tank again. Those who have not been connected to the sewer system, you can also be connected. There is the water service provider within our county, the Nalwasco. You get connected, and as I have told you, the sewer system is underutilized. Our sewerage system, our sewerage treatment works is underutilized. So once you get connected, once you need the connection, it is very easy. You just get connected and you are safe on that side. So we are doing on water provision and management of the waste that is coming from the water that we are using. I think that is about all. Tena tunafanya mambo ya solar system. Badala ya kutoa maji kwa borehole through electricity, and it gets a bit expensive, we do solar system, and we tunatoa maji kwa borehole tukitumia solar, and so it gets a bit cheaper. So the cost of production gets low, and so the cost goes low. Maji yenye inatoka Itare ni ya gravity, so maintenance, operation and maintenance yake sio kama ile ya borehole. Ya borehole, every now and then there is the electricity bill, but with the gravity flow from Itare Dam, maybe the cost of production goes down, and hence the bill goes down too. Thank you very much.
Asante sana. Afisa wa maji ametuambia kwamba tutatumia solar kwa boreholes. That is sustainable development, si ndio? Sasa ile hatutumii energy mingi kutoa maji, si ni sustainable development. So I'm going to call our director, county director of environment, to say a remark. Tutaenda session ya swali, utakuwa wa kwanza. Asante sana. Mheshimiwa wa eneo hii Bwana Kiragu, Mheshimiwa Kiragu, Mheshimiwa Wilba, Mheshimiwa Kichangi, viongozi walio hapa, mabibi na mabwana, hamjambo. Jina langu ni Kiogora Murithi. Kiogora Murithi na ni mkurugenzi anayesimamia mambo ya mazingira, kawi na mali asili katika serikali ya Nakuru. Jambo ambalo limetuleta hapa leo si hasa kusema mambo yetu kama serikali, bali kuwapa nafasi nyinyi ambao mnaokaa katika sehemu hii ya kaunti yetu kuweza wenyewe kukandiria mipango ya maendeleo ambayo mnayotaka kuwa naye katika kipindi cha miaka 5 ijayo. Na vile ambavyo nilivyosema kule tulikuwa kivumbini, Mheshimiwa Wilba, ni ya kwamba hili jambo huwa ni la maana sana, kwa sababu jambo ambalo alitatiwa katika huu mpango katika hiyo miaka 5, basi inakuwa ni ngumu sana kuwekwa katika budget hata ya hiyo mwaka ambaye tumepanga kufanya mambo fulani. Kuna ile inaitwa annual development plan, sectoral plans ya miaka 10 na hii kitu inaitwa CIDP ambayo ina feed kwa ile medium term plans, alafu inaingia kwa vision 2030, alafu inaingia kwa kitu tunaita sustainable development goals, ikiwa sasa ni kujumuisha ulimwengu mzima katika maendeleo ya kuendeleza maisha ya wananchi. Si kweli? Kwa hivyo tuketipo hapa, mimi natarajia jambo litakalotoka hapa kutoka kwa wananchi wa Flamingo, Mheshimiwa, ni mambo ambayo baada ya kipindi ya miaka 5 waheshimiwa hawa wameketi hapa, wananchi hawatakuwa wanasema ya kwamba kuna kitu ambacho hakijafanywa. Ili baada ya tukianza kureview CIDP tena mwaka wa 2023 ikuwe ile mambo yote imesemwa imetendeka. Si kweli? Ili hata kama ni mheshimiwa nao urudi tena. Si kweli? Sababu kama mambo yamefanyika si atarudi. Na kama haijafanyika basi, lakini sasa hivi sababu nafikia jambo ambalo lingine ningetaka kusema ni ya kwamba ile mambo tunayosema sisi tunaenda kuyachukua na iwekwe, na ili muweze kuona kweli ile miradi mliyosema. Nikirejelea kidogo sasa kama officer katika upande wa mazingira na Wizara ya Maji, ni kusema ya kwamba miradi ambaye mtakayokuwa mnakandidia na kusema hapa, wache ikuwe ni ile mradi ambayo inaweza kusimama kwa muda, sustainable project which can take quite some time, ikisabu wewe mwananchi. Tuseme kama ni mambo na takataka, what is our desire as a county? County yetu inataka kuwa wapi? Lazima tuangalie lengo. County yetu inataka kuwa hakuna takataka hata kidogo inaonekana mahali popote katika hii county. Kwa hivyo route map ya kwenda hapo ni namna gani? Mambo ni mawili. Kwanza, kuhakikisha kwamba mahali tunapotoa takataka, where we generate waste, tumechukua njia zote zile za kuhakikisha kwamba ile waste ni kidogo pale. Sawa sawa. Na tunahakikisha ile waste haijatoka mahali tulipo, ili iweze kuingia mahali na stahili kuingia, ipelekwe mahali na stahili kwenda. Kwa hivyo hiyo sehemu yako umehakikisha hakuna waste ambayo inaweza kwenda mpaka barabarani. Basi hiyo kidogo naye tutafanya naye namna gani? Kwa hiyo kidogo ambayo umegenerate, tutaingia ndani yake tena tuone ni kitu gani ambaye tunaweza kusalvage kwa hiyo waste. Sisi zote lazima tukue chokora. Pole kwa kutumia hiyo jina. Manake tusipochokora waste, na ile watu wanajua mambo ya kuchokora waste yao ni matajiri sana katika ulimwengu mzima. Lakini sisi tunachukua takataka yetu ikiwa na pesa yote ilivyo,
tunaipeleka Gioto, tunaweka pesa yote huko, alafu watu wanakuja na miguu 22 Gioto, hiyo takataka inakuwa na Nairobi, watu wanakuwa matajiri, na ile utajiri umetoa kwako wewe mwenyewe. Mimi nataka katika hii kipindi ya miaka 5 tuweze kuwa na maneno ambayo tutakuwa tunashindania hiyo takataka, kwa sababu ni pesa isikwende kwingine, ibaki kwako nyumbani. Sawa sawa. Jambo la pili, ukiangalia katika vijiji vyetu hapa, utaona mtu amebeba machupa kama mwenda wazimu. Unasema unajua ile watu wanaokota takataka wanaitwa mwenda wazimu. Hii mtu kiche yake, huyu mtu aligoroka, anapeleka mahali, anakwenda na pesa nyumbani. Si ni kweli? Sasa hiyo ndio nataka tuweze kufikiria recycling na recovery ya waste. Hata ile National Solid Waste tunatengeneza bill, tumesema county hii tunataka kufunga na Kenya hii tunataka kufunga dump sites, kwa sababu hakuna kitu kinaenda huko. Kwa hivyo hata hii mashamba tunasema mashamba kubwa kubwa eka 50 itakuwa haina kitu ya kupeleka huko. Nawaambia practical example kwa sababu MCU kinikubali, njuzi nilipoenda kule dump site, ile familia zinaishi kule dump site waliniita mkutano. Wakaniambia director, sasa sisi itabidi tufuate mahali takataka inatoka, tupige watu huko. Kwa sababu sasa ile ilikuwa inakuja huku, hakuna yenye inaku. They are nothing to salvage there. Kwa hivyo wengine wanataka kuanza kuhama kutoka dump site kwa sababu hakuna chuma inakuja huko. Chupa hakuna, ile nyingine ya maji hakuna, karatasi hakuna. Ile takataka ilikuwa inakuja ya soko, sasa watu wameanza kuchukua, wameanza kutengeneza mbolea. Sasa ni kitu gani napeleka huko? So we want to go to a zero waste status county. Kwa hivyo ile miradi ambayo mnazungumzia, angalieni na njia hiyo. Nikirejelea mambo ya climate change na miti, hii county kupitia kwa manifesto ya gavana wetu, tuna target ya kupanda miti 1,000,000 kila mwaka. Na sijasikia kama kuna mradi imetajwa ya mti ya hii ward. Maybe kwa hiyo 1,000,000 ward hii inaweza kuwa na tree planting and a climate change exercise, maybe 100,000 tree seedlings. Ili kila mahali tukitembea hapa kuliko kuwe na vumbi, tunaweza kuwa chini ya kivuli. Mimi naona kama wale walipoenda pale walipokoza hapa, walinyemelea ile mti pale. Na kama ingekuwa miti 2-3 hapa, hatungekuwa na gharama ya nini? Hatungekuwa na gharama ya hema. Si ni kweli? Kwa hivyo hiyo ndio tunataka tufike 10% national tree cover, ile ambayo iko kwa Vision 2030. Na kwetu wenyewe tuwe tumepanda miti na sio watu wengine watapanda. Hiyo ni miradi mpropose na mseme mnataka by the end of the term mnataka hii Kibumbini ward ikuwe na miti 1,500. You can budget that. Si kweli? So sitaki kusema mengi. Kama ni maji, mambo ya jinsi maji itakuwa inakonserviwa. The good thing, and I know this is a reality, na serikali ya county kupitia kwa gavana inasukuma hiyo brandi sana kuhakikisha imekuwa ile Itare Dam project hii Nakuru town inaenda kuwa very rich county ya maji, sababu tunaleta 7,000 cubic meters of water per second in this county, ili natoka kule msituni. Kwa hivyo sasa ni jinsi tutakavyotumia maji ili kila mwananchi aweze kupata na maji kwake. Kwa hiyo mheshimiwa, kazi yenu sasa itakuwa ni kuhakikisha kila mtu ako na maji. Maybe you can invest in those kinds of projects. Kwa hivyo mimi sitaki kusema mengi, maana hii siku ni yenu na kichukua muda itakuwa pengine nasema yale ambao mngesema nyinyi, lakini na watakieni kila laheri. Mimi najua hii ni mambo ambayo tutakaa chini pamoja tuweze kutekeleza kwa hii kipindi ya miaka 5 ambayo tuko naye mpaka 2022. Asanteni sana. Asante sana Bwana Director Kigora. Thank you very much. Hata kwa kupata nafasi kuja Flamingo Ward. So tulikuwa na swali na nitawakumbusha forum ya leo ni kupropose plans and development agenda for the next 5 years. So restrict your questions to that. Swali yangu ya kwanza ni AIA, Environmental Impact Assessment. Iko ile pesa inatoka kwa national government na kuna hiyo inatoka kwa county government. Kama mkikaa pamoja na propose tupetiwe 20 million, tuachane na ikuwako 15.5%. Very good proposal.
tutaweka, as I said, we are documenting all this. One other person before we go to the next one. Amko poa. Mimi nimesikia hapa kuna mtu alikuwa anataka project ya mti na Eddie Kirago hapa ni witness. Tulikuwa nimemguzia story ya miti. Naitwa Henry Muthoi. Na Eddie Kirago ni witness kwa nimemguzia project ya miti tulikuwa tumepanga. Ilikuwa tupande hizi miti za kama hizi za kulia guna mbuzi. Kuna hii miti ya Mbrigori. Kuna hizi zingine zinakaza Christmas. Tuzipande huku kwa mtaani. Tupo saa hiyo contract. Tunaweza kuguzia huu boss ni watupatie. Sisi kama youth group tuko vijana wengi. Plus to involve wa mama hapo mtaani. Jua unashindaga home. Hiyo contract hizo 1 million seeds tutazipanda huko mtaani. Alafu pali kama huku hakuna mbuzi, hakuna nini, tupande miti za maembe nini. Mgonjwa akikuja na pewa kidodo anaenda mtaani kwa sababu. Sasa hiyo ni project tushapanga, ni kitu hiko sasa contract ndio tukapewa. Tunaweza saidia hii county na tujisaidie. Haya, alafu bado itali to job creation watu wanatengeneza do. Alafu kwa social protection, culture, sports and education. Sasa nikikurudia hapa nataka tu nimalize nikiendaga. Mweke hapo sasa hiyo mtapaste, mcopy paste hapo. Tunaweza offer games and recreation facilities to students and public. Games kama hizi games za board games kama spelling bee, ludo, etc. Kwanza hawa watoto wa shule wakifunga shule, badala wajua mimi mtu mbroi akiamka asubuhi kama kwa shule anamkaga hivi anashindwa aende wapi. Sasa atapiga hesabu kuna mali naenda, ashinde amecheza, jiona kirudi home amebenefit. Alafu hapo kutakuwa drug free, hakutakuwa kutumia drugs. Alafu ikifika wakienda kufungua shule, hizo game wameshinda wakicheza, unakuwa tournaments. Tuseme kama mtu yeye amekuja number 1 kwa hiyo tournament anapewa shopping voucher 10,000. Akifungua shule anapata amenunua amejinunulia viatu na talent yake. Hii bado itapreserve teens kwa peer pressure, drug abuse, radicalization na kuingia kwa crime na hizo vitu, na bado ita showcase their talents hapo, ata keep busy. Alafu kwa hiyo facility bado yenye tutafungua hapo kama hiyo talent, watu watakuwa wakitengeneza pesa na hizo talents zao. Kama Eddie Kirago hapa anajua mimi ni artist, alini promise, sasa sijui kama ni zile za ma politician, lakini nangoja nione. Aliniambia mimi talent yangu ataninunulia mali hizo vile nataka. Sababu after 2 months hivi probably nakuwa natengeneza pesa na talent yangu. Na bebe kama sio talent ningekuwa nimeingia crime kama huko kwetu kila mtu ni confirm. Na si ngumu ni kupigia tu mshosho simu Shosho alitumiwa pesa na wajukuu. Unaambia shosho nini? Shosho anakoga na roho safi. Unaambia nimekutumia 1500 bahati mbaya shosho atakurudishia. Hata na kuingia bado kwa ICT, kwa hizi ma centers tutaanza za talent. Tunaweza kiwa wifi. Tunajua maathlete wenye wamebenefit na internet. Kama YouTube, yule wa YouTube Julius Yego. Kama si YouTube, kama si internet, ange benefit, si ndio? Sasa hata kama mimi learn vitu mingi na internet kwa hii art yangu. Na bado nitatumia hiyo internet bado kuikuza nikipata hizo resources. Alafu bado kuna kwa agriculture alisema sijui huko kuna maland. Tunaweza ongea na county walisland. Unajua kijana kitu yako nayo ni nguvu peke yake. Pesa anaweza chukua loan, lakini hiyo nguvu yako nayo ndio anaweza alisland tupewe seeds and fertilizers. Sisi tutalima. Unajua tuna kazi tunashindaga home tumezuba. Sasa tukipewa kama hali hivi, si ati tuikwe shamba yetu, si tupewe tu tulimage. Tunapatia tuko na time ya kungoja vitu zimea na tuko na hiyo hela. Alafu hizo miti tutapanda zikigrow. Hizo miti zikishamea, zikishamachua, tutakuja tuziharvest. Unajua tunapata kuni hapo, tunapata firewood, tunapata vitu mingi sana. Asante. Wananchi wa Flamingo, si mnaona tuko na leaders wa saizi. So nitawatafuta. We have a memorandum for the youth kwa sababu hatujaachana sana. Tuweke hizo very very important and
eye opening projects zenye huyo kijana amesema. I'm really touched. Sana sana mnaenda unakuta vijana tu wanapiga kelele. But what that guy has ni memorandum tu, nitamuonesha kuandika, si ndio? So I will invite you, give me your number. Na tuko na officers wengine wa national government wale wamekuja saa hizi. Ningeomba tu wajiintroduce tuwajue, and then we go, kama hakuna anything else in that sector, wajiintroduce, and then we go to the Department of Social Service. Jemo, jitayarishe as our ACC anasema kitu, si ndio? Asante sana mwelekezi wangu kwa admin wa Kifubini ambaye anashikilia eneo hili la Flamingo, na pia MCA wa Flamingo ambaye ni host, na MCA wa Kifubini, pamoja na mmoja alikuwa anashikilia hii kiti mpaka kupatikana mwingine hapa. Hivyo tunafanya kazi kwa pamoja na wananchi wote kwa ujumla. Hamjaboni? Mimi yangu haitakuwa mengi sana. Mimi naitwa Mushiri, mimi ni Assistant County Commissioner hapa municipality Nakuru East, na sana sana tumekutana katika mikutano mingi sana na katika forum nyingi. Kwa hivyo kwa leo mimi yangu tu ni kuwatambulisha na kuwaambia kwamba tuko pamoja. Ndio maana tumekuja kuungana nanyi wakati tunapoongea maneno haya ya County Integrated Development Plan, kwa sababu tumejua kama vile tunavyojua ni kwamba kuna linkages ya National Development Plan hii ambayo tuko nayo hapa, zinaingiana pamoja ama zinaoana. Kwa hivyo ile kazi tunayofanya katika serikali ya kitaifa kama national government inaoana kabisa na ile kazi ambayo wenzetu hapa tunafanya kwa pamoja na kwa ushirikiano wa hali ya juu. Kwa hivyo tukawaomba kwamba tusigawanyishe wananchi, kwa sababu wananchi ni wale wale. Tufanye kazi kwa pamoja, kwa sababu kazi zile ambazo national government inafanya na zile county government inafanya, yote inalenga mada ile kubwa. Na kama mnavyojua serikali yetu iko na 4 pillars ambazo zinatuelekeza mwaka huu. Kipindi hiki ambacho tunasema 2018 to 2022, pia serikali kuu iko na the 4 pillars kama mnazijua: affordable housing, affordable healthcare, kuna food security, na pia kuna manufacturing. Hiyo ndio the agenda for agendas ambazo serikali kuu inaendeleza katika kipindi cha miaka. Kwa hivyo kama vile mlivyosikia wakiongea, nilikuwa hata nasema what I mean, hii ni forum nzuri sana kwa sababu inaendeleza the agenda of the national government. Kwa sababu unapoongea kuhusu health, nursing officer akiongea maneno haya yote ya maternity, tunajua kwamba inaoana na affordable healthcare ambayo Mheshimiwa Rais anasema tuje tuhimize. Kwa hivyo tunawashauri akina mama take advantage ya hizi health facilities na Beyond Zero na mambo haya yote ambayo yamewekwa na serikali kuhakikisha kwamba afya ya mama, kama Linda Mama program. Nafikiri mnaijua Linda Mama program. Mjihusishe, muweze kubahatika ama muweze kubenefit kutokana na Linda Mama program ambayo nursing officer watawaeleza na pia CEC Health watawaeleza. Kama ni social protection, hata kama haijafika, niseme tu kwa summary kwamba kuna vitengo mbalimbali za serikali ambazo zinahusika katika mambo ya social protection. Hata kwa ofisi ya social services utapata kwamba kuna pesa inapeanwa kwa orphans and the vulnerable. 2,000 per household ambayo ni vulnerable. Jihusishe katika hizo kamati. Eda ujue ndio uweze kubahatika, ama familia zile ambazo hazijabahatika ziweze kusaidika. Kama ni ofisi ya wazee wanapata 2,000 kila mwezi. Hiyo ni kufanya maisha yao yawe affordable healthcare. Waweze kwenda hospitali, kuna NHIF na pia kuna hiyo pesa malupurupu wanapewa, hiyo ndio waweze kujikimu mambo ya food security. Kwa hivyo namaanisha nini? Kwa kifupi ni kwamba serikali kuu na serikali ya county zinafanya kazi kwa pamoja. Wakati mheshimiwa anang'ang'ana kutafutia nyinyi basari, pia national government affirmative fund iko pale kuhakikisha kwamba
kuna basari pia. Unajua kuna basari ambayo inapeanwa na National Government Affirmative Fund, ile ambayo ni full scholarship ya kutoka form 1 mpaka form 4, iko kwa ofisi ya Women Rep. Ukienda pale utaweza kusaidika. Kwa hivyo yetu ni kuhamasisha kwamba haya mambo yapo ni kitu ambacho kinawezekana, kwamba affordable healthcare is a reality, affordable housing is a reality, food security is a reality, na manufacturing vile yule kijana wetu alikuwa hapa anasema it's a reality. Kama tunaweza kuwa na haya majukumu na county government itusaidie kama mambo ya kutengeneza viatu. Sababu hiyo ni industry ambayo vijana wanaweza pump pesa huko, ndio vijana waanze kutengeneza viatu hivi, kwamba manufacturing sector isiyo kwamba ni industries tu Menengai tunasikia, lakini kuwe na small scale traders ambao wanaweza fanya kazi kivyao. Vile mama mwingine hapa alikuwa anasema, huyu wa mwakilishi wa wanawake anaposema mambo ya national park, akaambiwa na what admin, akaelezwa vile haya mambo yatawekwa wazi. Kwa hivyo ni maneno ya kutengeneza manufacturing industry in our own small ways, ifanywe ikuwe kubwa na county government through funding na national government through funding, na tuweze kujikimu maisha hivi kwamba tutaweza kusema kwamba at the end of the year 2022 tutasema kwamba serikali ilifanya kazi, serikali ya county ilifanya kazi, serikali ya national government ilifanya kazi, na hayo ndio maendeleo tunayoyataka. Sina mengi sana. Nafikiri nilikuwa nitaitaja jina langu, naitwa Mushiri. Kuna wenzangu ambao tuko nao pale, ningetaka tu watusalimie pia ndio tuweze kuwajua. Karibu. Habari yenu wa Kenya wenzangu. Kwa majina naitwa Judith Onyango. Mimi ni Assistant County Commissioner, nafanya kazi kwa ofisi ya Commissioner wa County, yani County Commissioner. Nimefurahia kuwa hapa nanyi na nimefurahia sana kwa vile nimeona vijana wengi na wamama na wazee wanajihusisha katika vikao hivi vya kudecide nini tunataka serikali tufanyie, na ni jambo zuri sana. Na next time kama kuna kikao kama hiki, mnahimiza wenzenyu wenye walibaki nyumbani pia wakuje. Asanteni. Habari zenu. Kwa majina naitwa Edith Koech. Mimi ni ACC ama Assistant County Commissioner kwa ofisi ya DC hapa Nakuru East. So mimi sina mengi ya kusema, ni kusema asanteni. Nimefurahi kuwa pamoja nanyi and I hope ile maneno yote mmesema itaenda through. County government na national government, they are one, two in one. So sisi wote tunafanya kazi and we hope for the best for ourselves and also for this country. So thank you so much. Mubarikiwe. Asante. Ningependa kusema asante sana kwa national government ACCs kwa kuwa hapa. Inaoneshana kwamba hii mkutano imeharirishwa na serikali zote, si ndio? So nurse in charge, give us the announcement kidogo and then Jemo, just welcome, just come. Pole, kuna jambo nilisahau kutangaza sasa. Kwa vile tuko community ya hii area, kama Langalanga tuliweza kufungua department mpya ya physiotherapy department ambayo ndio mnaona hapa nyuma yetu. So kwa wale tuko huko kwa community, uko na mtoto wako mdogo hawezi kuketi vizuri ama unamsimamisha na unaona akisimama hawezi simama vizuri, tafadhali tusikae na wale watoto nyumbani, tuweze kuwaleta hapa wasaidike. Kina mama tunalia kila wakati mgongo, na dawa yetu iko hapa. Si kila saa tumeze dawa, na unaweza fanya tu mazoezi, ukuje hapa daktari anakuonyesha vile utaweza kwenda kufanya nyumbani, tuweze kukaa tukiwa a healthy nation, si ndio? Habari zenu? Nzuri. Asijui wale ndawaambia aje na sai. Habari zenu? Nzuri. Nikiwa pale. Okay. Sawa. Wapi hapa? Hapo sabia kamera.
Haya, nashukuru sana viongozi wote ambao wamekuja leo siku ya leo. Kutoka ofisi ya Edi Kirago tumeweza kushirikiana naye kutoka kwa kuna structure ambayo tuko nayo ya vijana inaitwa creative economy. Kuna mambo ambayo yameweza kuongelewa hapa, nitapitia tu kwa uchache tu alafu tutaweza kuendelea. Nitagusia kidogo kuhusu tu elimu, education. Ile story ya bursary. Tumekuwa na challenge ya kupatiana bursaries. Hatujui nani anapewa na inapatianwa aje. Sisi tungependekeza hivi. Kama kaunti yetu wakuje na structures ambazo from the ward level tunajua zile wale watoto ambao wanahitaji hizi bursaries. Alafu ikuwe shared na watu wa KCB, wale watu wa sindio? Kwa sababu sasa hatujui ndio tuweze kujua watoto wangapi wako kwa ward level ambao wanahitaji msaada. Ndio tusiko tunapatia na hizi bursary na kujuana na mambo kama hayo. Ingine nitaongelea kuhusu polytechnics ambazo tuko nayo. Polytechnics ambazo tuko nayo, sijui kama kuna mtu ameona ile branding ambayo imefanywa NYS. Kunayo? Muone ile branding inafanywa NYS. We want also the same kwa sababu hizi polytechnics zinakuwa managed na county government. Vijana wetu kama ule kijana amesema hapa. Asante. Kijana wetu ambaye amekuja hapa akasema ako na ile creative mind. Tuwapatie kazi zile waweze kutubrandia polytechnics zetu, si ndio? Kina mama ambao wako hapa, si watoto wamesoma? Watoto wamesoma? Si wamesoma? Na hizi kazi ambazo zinapatiwa na county government, tunataka kama ni branding, wako na ideas za kuja na hizo videos, wako na ideas za kuja na kupaint hizo polytechnics waweze kupata pesa pale. Kitu kingine nitazasema Flamingo what you're sitting on a gold mine. Actually kwa county mzima watu ambao wanakaa Flamingo watu wanafaa kwa matajiri. Mnaweza niuliza kwa nini? You are sitting close to a national park. Unajua a national park what it means? Familia na watu wote ambao wanaishi pale karibu na national park mnafaa mkuwe matajiri. And tuna propose hivi kupitia ofisi ya AD na national county government wanikuja hivi. Tunataka to transform Kimathi Flamingo area to be an art city. I wish tungepiga makofi hapo. We want to transform Flamingo and Kimathi area to be an art city. Where kwa sababu kuna pesa nyingi sana zinatoka KWS, zinatoka Gemu, zinapita zinaenda. Hakuna community hapo inafaidika na hiyo pesa. Kweli rongo? So sasa tunataka tukuje na mpango ambao na nashukuru sana ndugu yetu Babushe yuko hapa. Alikuwa ameanza mradi ya kupaint zile nyumba the other side. Unakumbuka hiyo mradi? That is a very important project yenye tulikuwa tunataka tuanze na tuweze kutrain vijana wetu. Kama wanakuja pale wanakuwa inakuwa ndio vijana wetu watoke kwa confirm. Na umesikia kijana wetu amesema hapa si ati wanataka kufanya hizi vitu, wako na akili na wanaweza tafuta pesa. So na ni do tunaweza tafuta sisi wote. Na nakumbuka wakati tulikuwa tumewekewa mastima, unaona stima imewekwa hapo ya Flamingos. Inge beautify that place, adds value to even our children. Kwa sababu mimi nasikia chungu sana, ndugu zangu na dada zangu, kazi yetu ni kuchimba mtaro. Tutachimba mtaro mpaka lini? So sasa tunaomba county government waweze kushikana na ofisi ya KD tuweze kusaidia. US wako na miradi nyingi sana za kusaidia vijana. Na hata kama ni hiyo cleaning, nilisikia juzi World Bank wana clean hiyo place. It has to transform the economy of the area. So vijana wetu wapate kazi, kama ni kuclean hiyo pesa iende mifuko za vijana wetu wa hapa Flamingo Ward wasaidike, Kivumbini wasaidike. Ama vipi? Nitasema ingine ambayo inaguzia ICT.
county imetupatia free wifi ile ambayo iko stadium. Our proposal is this: if kama hiyo wifi itakuwa cascaded to the wards, vijana wetu kama ni Flamingo kuna free wifi, we can communicate to the world at our comfort of our seats. Isikuwe ni stadium peke yake, unaenda town hata ujui inaenda wapi, but we need, kama ni county inalipia, si inalipia free wifi, vijana wetu wanapigwa ngeta hapo stadium every time simu zinaenda. Sasa tunataka sasa kama Flamingo kila mtu akuwe na free wifi pale kwa nyumba. We can actually communicate, we can send, kama ni vijana wanafanya paintings zao, wanaweza zipiga picha and they market it outside the world na wapate hiyo pesa, because there is that exchange. Wanaweza kuja na pay bill number na pesa yao iingie kwa mfuko yao, isipitie makatels katikati. The last thing yenye ningependa kusuggest, na hii ningependa watu wote ambao wako hapa ni tushikane mikono. Unajua mimi wewe, lakini ofisi ya AD, I know it is possible. It is very possible that kwa wale ambao ni vijana wetu, to make sure that vijana wetu wana attend hizi opportunity, kwa sababu saa hizi tuko na, there's a project tunataka tufanye na British Council, tulete pale Flamingo vijana trainio kuhusu graffiti. Unajua graffiti ni zile vitu zile zina wanafanya graffiti vizuri. Imagine hii barabara kutoka pale Gulf, you know Gulf petrol station, tuko na picha zile za icon wetu, tumezipaka chini, tumezichapa vizuri, so that now ukitoka pale Gulf you're entering the national park. And we want kila mtu, the county government, the ward administrators, the MCAs around this place, and I'm telling you, mtashuka sana in the next 2 years. Sisi hata tutakuwa tukiishi hizi nyumba, tutakuwa tukiachia vijana wetu, si tuenda kujenga, that this place will be a very beautiful place. Watu ni matajiri. Otherwise tunashukuru sana Edi na ambao wako hapa, asanteni sana. Flamingo mmebarikiwa sana kwa sababu from the MCA former wasaizi, they are youthful people, very youthful. Wajazeeka kidogo kama mimi. Asante sana pia, you have given very good insight. So we are going to go to the public tena, tuite watu watatu. But because of the interest of time, wale wenye wanaangalia saa zenu, si umeona saa imeenda sana, nitaomba group, organized group kama ya madam. You have a very organized group. I will give you memorandum na nitakuonesha pia wewe vile utajaza, so that we have an all inclusive CIDP. Sindio? So 3 people, just come. Mjambo. Mimi naitwa Benjamin Kamau, natoka kwa watu wanajiita Ufalme Sports and Recreation Center. Shughuli yetu ni make sure tumepatia vijana wetu shughuli ya kufanya. Juu ukiangalia at the license kwa estate, vijana wetu ni wengi sana. Vijana wetu ni wengi sana wameingilia drugs, mogoka, bangi, pombe. Sisi tuko wengi sana, mimi niko ndani ya hao vijana. Nataka kuongea kuhusu kijana mwenzangu coach. Ule mwenye aliongelea kuhusu indoor sports, mimi naongelea kuhusu outdoor sports na kupanda miti. Hii barabara zenye zilijengwa, kuna kitu moja haikonsiderwa. Hawaku consider mahali kuna miti, walipanda, walitengeneza tu barabara, hiyo story kaishia hapo. So nimekuja kulani kwetu West Coast, mahali kuna miti ni Leicester Primary na Golden Bridge Kenya. Na nimekuja kulani vitu mingi sana hapo Golden Bridge, kila mtu anataka kuja ukaa hapo chini, na tuko na space kubwa sana ya kupanda miti. Naweza mbia kijana mwenzangu, kama ni kupanda miti, tupanda miti, tupanda miti yenye iko na taproot, C5 plus root juu. Hizi fence itabomoka zote. Na tupande miti zenye zinaweza make life yetu ikuwe tofauti. Kitu kingine, mimi sana ingilia kwa sports. Sports tumekuwa na issue sana sisi watu wa academy, sisi tunadili na watoto wadogo, sisi tunadili na watu wazima. Hapa tumeongelea watu, kila kitu imeongelewa hapa ni watu wazima, hakuna mtoto. So mimi ningeomba county yetu iweze kuongea na hizi mashule. Hizi mashule itupatie hizi uwanja sisi makochi. Tuweze kutumia hizi uwanja. Hizi uwanja imekuwa too hard
kuzipata. Ukienda hapa Pangani, headmaster anasema hivi, anataka kufukuza watu hapo ndani. District tulifukuzwa. Sisi hatuchezi. Mimi nacheza baseball. Mimi sio chezea kwa barabara. Tatoa wapi? Mnaniambia na rise champion. Rise champion wapi kwa street? Uwezekani siwezi rizia champion kwa street kabisa. Kitu ya tatu. Sisi makochi wa academy wanajitolea kwa time yenye nyinyi wote mnakuwa mkihasu, si ni kweli? Nyinyi mnakuwa hasu. Sisi tunajitolea tuende kwa uwanja. Tushughulike shughuli ya watoto wenu, si shughuli ya watoto wetu. Nayo serikali haishughuliki na sisi. So tungeomba serikali tupatie uwanja, tupatie watoto wetu shughuli ya kufanya. Kitu kingine ni kuwa serikali sisi na dini na watoto wadogo. Na watoto wadogo hatuwezi waitisha pesa. Tunataka kwenda game yenu. Tambia mtoto aje, mtoto wa pesa. So ni jukumu la serikali kuja na njia ya kwamba mimi kama coach, mimi mlienda kuhaso, mimi nikaenda kushughulikia watoto wenu na watoto wa serikali. Ule coach anastahili kupatiwa hata kama transport ya kutoka kwake. Asante. Asante sana. Hiyo ni maoni mzuri, but kama vile kijana mwenye alikuwa mbele yetu alisema, it's good to give, not to complain, but to give solutions. Because ni sisi tuko nazo, si ndio? Asante sana, very good input. Pia tutaangalia maneno pamoja na mheshimiwa ya viwanja kwa the youth watumie. So 1 minute each, na ni nyinyi wawili, sijui pia. I'll give you 1 minute each. Tafadhali video. Mimi kwa majina naitwa William Nashike Mati. Sasa swali langu ni hivi, especially kwa transport ama roads. Hizi barabara mnashinda mkifanya graveling. Mtakuwa mkifanya contract hii kila mwaka tu kuweka tu mchanga. This time around si round hii tupatie Kirago ajaribu kuzitengeneza angalau zikuwe permanent, kwa sababu najua leo tulikuwa tunakuja mambo ya budgeting hapa, si ndio? Ili hata ukiangalia zile zinapitia through Flamingo ama Kemati zilijengwa wakati wa Jomo Kenyatta and they are still there. So when it comes to that kind of contract, Kemati hatunaga hizo because walijenga once and for all. So why don't we now do that this time around? Sawa, nasema to have sustainable development, tuweke tarmacs, sawa? Okay, once again, my name is Julian Angeli Kuria. Mwenzangu hapa ananiambia nakuja kuongea mambo ya group ya kina mama na nitaongea tu. Tumesikia vijana pale wameguziwa mambo ya wifi, wamefurahi sana. Si ni kweli wakina mama? Sisi wakina mama tuna nini? Mimi naongeanga mambo ya kina mama, usichoke ndugu yangu. Mimi ningeomba through our MCA, kwa maana wamesema hii forum itakuwa after 5 years. Hii Flamingo ward yetu kama inawezekana, ni maombi tu tuwekewe Flamingo ward school of hairdressing. Si ni kweli? Hata wakina mama pia wafurahie kwa upande huyo. Upande mwingine pia Mr. Kiogola huko hapa. Upande wa kuclean mitalo, tafadhali pea vijana wetu wa Flamingo ward. So mmesikia vijana wako na energy. Hata wamama pia tusiletewe watu wengine kutoka nje ati wanakuja kuosha barabara, kufagia mitalo nini huko Kimathi wapi. Tupewe tu wenyeji wetu wa asanteni, na tuwekee college ya school of hairdressing ya Flamingo ward MCA. Asante sana, very creative. So dakika moja kama vile hao wamekuwa haraka, straight to the point, tafadhali. Hamjambo wana Flamingo ward. Nataka kushukuru kwa sababu kipindi cha siasa kiliisha, sasa ni kazi, si ni kweli? Kwa hivyo mimi nataka kupendekeza hivi. Mara mingi tumekuja mahala hapa tukatoa pendekezo letu, lakini tukikuja implementation vile tunasema vijana wetu hatuonangi wakiakilishwa. Tunakuta ya kwamba miradi ile tulipitisha ipatiwe priority, haipatiwi, inapatiwa kama barabara grading and leveling siku zote. Tunataka kupendekeza hivi, kama miradi kuna section kama Lakeview, Kimathi na kule kwingine Langalanga, each and every area kama kuna jambo linafanywa able to feel kama ni Lakeview ipatiwe priority, hakuna drainage, jambo kama hilo, ndiposa kila mtu asikie ameshirikishwa mahala hapa. Kwa hivyo this time we are looking forward Kirago
kufanyishana kazi na wewe, na ukikosa kufanya kazi tutahama, si ni kweli kabisa? Na tutachukua vijana wetu wakikosa kupatiwa kazi tutawaongoza. Tukiona mtu ambaye tenda si wa huku na labda si tumeapply, tutafanya nini? Tutafukuza yeye, tufanye kazi. Asante. Tuende hivyo tukimaliza. Habari zenu? Kwa majina naitwa Linet. Ningekuwa nauliza hapa penye tuiko, hii ni hospitali inaitwa Sub County Hospital. Na hii Sub County Hospital kuna watu wenye wanaitwa CHVs, Community Health Volunteers. Mombasa huwa wanalipwa. Sisi huku hatulipwi, hakuna kitu yote je tunafanya, na sisi ndio tunatoanga maneno mingi huko mitaani tukikuja kuripoti hapa. Kitu ingine, hii Sub County Hospital ni kubwa sana. Mambo ya gender based violence ni mingi sana huko mitaani. Sasa hatuna rescue center. Mpaka utoke huku, ukitoa kama ni mwathiriwa ameathirika kutoka huko, unakuja huku unaandikiwa uende medical. Jamani, mtu angalilie. Hiyo tu ndio nilikuwa nasema. Asante sana, umerudia mambo ya CHVs, tutaiweka. That means unatilia mkazo. Asante. Hamjamboni watu wa Flamingo Ward. Hata mimi si jambo. Kwa majina ni Mary Wangari Mwangi ama British kama mnavyonijua. Mimi nimekuja kutetea kidogo tu Lakeview. Lakeview tumeishi na choo za pit. Mradi umekuja kutoka kwa NGO, kidogo tumejenga vyo mzuri za septic tanks. Na septic tank ni very expensive. Mimi nakuja kuomba Bwana Kiragu aweze kutilia maanani hii nini mambo ya sewerage system huko Lakeview. Ni kama tuko Nakuru, tuko karibu na Manugu, atubenefit na hiyo mpaka. Instead tunavandaliwa, mabati zinatobolewa na ugali tunanyang'anywa na Manugu. Hiyo haijafanywa chochote na watoto wetu wanagumwa. Sasa nayo upande wa nini sewerage system, kama tutakuwa tena nyuma, tutabaki nyuma sana. Bwana Geshangi alijaribu kutuingiza kwa KISIP ambayo ni mradi wa World Bank. Haikuwa 5 years zimepita, ameondokea kiti na hatukufanikiwa. Kwa hivyo raundi hii na kuomba Bwana Kiragu utilie maanani hiyo. Kwa hii miaka 5 angalau tupate sewer na hiyo tu. Asante. Asante sana British. Naona tunarudia tu mambo yenye tumekuwa tukisema, si ndio? Is anyone nyinyi mko na the same thing ama ni vitu mpya? Okay, habari zenu. Kwa majina naitwa Jimmy Kamau Karanja, mzaliwa wa hii ward kutoka zile miaka za zamani. Na sasa ile swali mimi wanajiuliza ni kwamba hii katiba ambayo ilikuja juzi, hii katiba inapendelea wamama sana na vijana, ambapo hao vijana, mimi nakaa kijana lakini nikienda pale niko zaidi ya 35 years naambia mimi ni mzee. Okay, saizi nimesikia mama moja ametoa nini pendekezo, akasema watengenezewe house of dressing school of dressing. Haya, vijana nao wamesema wawekewe wifi. Sasa nikauliza, sisi ambao tuko over 35 na tunakaa vijana, ama tutatengenezewa school of watchmen, tutaelekea wapi? Kwa sababu kitu ya kwanza, jambo moja ni hili, tuliform group. Kuform group, ile group watu wengi 85% walikuwa watu ambao wamepitisha nini 35 years. Ikakuwa hii group haieleweki hata kikati. So mimi nataka kiongozi atueleze hivi, sisi tunaelekea wapi? Hiyo ni another group 35 and above. Yeah. Habari zenu. Mimi naitwa Edwin, natoka Satellite. Nilikuwa nauliza maneno ya hii hospitali, na nilikuwa nauliza kama mnaweza hii hospitali yetu iwe inaendaga 24 hours. Juu tunakuwa na shida zaidi ya watoto wetu ama mama wetu wanagojeka jioni. Kwa hivyo tunaweza muuliza weke hiyo pendekezo hii hospitali iwe ikienda 24 hours. Kitu ya pili, nilikuwa nauliza maneno ya bursaries. Hii mwaka tuliambiwa watoto wenye watapewa bursaries ni wenye watoto wanaenda boarding.
Sasa tukauliza na sisi watu wengi, watu waenda day school. County itengeneze watu wenye wanapeleka watu half days ni wengi. Nao watoto wanaumia sana. Hii wakati mnapanga budget, mtuambie hata watoto wenye half day ndio wengi hapa, hata wao wapatage nafasi ya kwenda wapi? Shule. Kitu ya tatu, hamujaongea maneno ya security. Hii area yetu bwana Chief ametusaidia sana, tumepambana na vijana wanatupiga visu usiku. Watu wanatupiga wakitoka area hii. Bwana Chief ametusaidia pale satellite. Tumefukuza watu. Lakini siku hizi tukiwa maivesa, jioni hatuendi nyumbani, tunapigwa visu sana. Nataka hapa tuangalie sana. Asanteni sana, Mungu awabariki. Asante sana, tunakuja tamati. Maneno ya basari nitapea one of officer kwa ofisi ya governor. Tuko naye hapa, nitamuita. Just give me a minute. Tuko na mgeni na aliomba tumpatie dakika 2. Kwa heshima zenu nimpatie dakika 2. Nafikiria ako na maneno mzuri, then tumalize na waheshimiwa wetu, tuombe, then tuende. Mama ako na kitu anataka kusema. Something? Okay. So, asante. Habari zenu? Mimi sijakuja kutoa maoni, nimekuja kuongezea na labda kuleta mazuri. Naitwa Mary na ninafanya na shirika la Generation. Generation ni kampuni ambaye ina link vijana na kazi. Tunawa train kisha tunawa link na kazi. Huwa tunafanya training for 5 weeks from Monday to Friday saa 2 hadi saa 10. Kwa hivyo ni full time training. Requirements za hii training ni mtu lazima kuwe youth. Kwa hivyo hii ni ujumbe wa youth. Youth between miaka 18 hadi 30. Awe alimaliza form 4 na akapata grade D and above. Hao ndio ambao tuna target. Sababu tunaona kwamba mtu akipata a low grade labda anakosa jambo la kufanya. Hii ni opportunity mzuri ya kumpeleka another step. So ninawahimiza sasa tuko na applications, mkuje mnione, niwapee the way forward. Ofisi zetu ziko Gido Plaza sababu tunawalink na Sanlam. Program ambayo tuko naye sasa na walink na Sanlam. So tunafanyia training kwa Sanlam. We are located at Gido Plaza Sanlam offices. Kwa hivyo atakayekuwa na an opportunity kupitisha ujumbe, labda ni mzazi uko na mtoto, unaweza muelezea huu ujumbe, ama wewe kama youth labda unataka kupata hii opportunity, huu ndio wakati. Asanteni sana. Ofisa wetu kwa committee ya basari 1 minute. Ninaona tafadhali mniwie radhi. Wakati imeenda sana, nitachukua. Time imeisha. Nitaandika memorandum. Hamjamboni. Jina ni Wakao Mbogwa na mimi niko katika kamati ya basari ya county. Na pengine ningependa tu kusema mambo machache. Kwanza, basari tunafungulia kila mtu, shule za private, za public, una haki ya kufanya nini? Kupewa basari. Lakini ziwe na hii ni kulingana na policy ya controller of budget. Ziwe ni za secondary body. Unaelewana? Kumekuwa na changamoto sana. Kwa sababu hata za day tunajua kuna wazazi hajiwezi kabisa, si ndio? Hata hizo 1400 za chakula ni ngumu kupata. Kwa hivyo hiyo ndio mambo mngekuwa mnachangia saa hizi. Ndio katika next cycle, sababu sisi tumetoa sheria. Na hata ukijaza hiyo form haitapita. Kwa sababu ni sheria control of budget. Kwa hivyo maoni ni na sio hapa peke yake Nakuru, hata kaunti zingine nisikia Nyandarua kulikuwa na shida huko kwa sababu ya the same issue ya day schools. Sababu tunaona kama hii sub county unakuta shule nyingi ni za day. Lakini hata kama una mtoto katika kaunti nyingine, so long as wewe ni mpiga kura wa hapa, bado atafaidi na basari. Jambo la pili ni kusema kamati haijakaa chini, tutakaa chini alafu kulingana na zile forms watu wametuma, wameleta. Na unaweza peana forms kupitia MCA wako, unaweza leta forms kwa county, hata wewe unaweza jileta, wengi wanajileta na tutachukua. Hatuchagui ni marks ngapi uko nazo. Tunaelewana?
Unajua hata university siku hizi wanachukua mpaka D+, mtoto anafanya certificates, anafanya mpaka degree. Kwa hivyo tunalinga, lakini tunaanzia na yule mwenye amepita vizuri na ametoka kwa familia ambayo haijiwezi kabisa, si ndivyo? Kwa hivyo kuna mambo mengi tutatumia, criteria tutatumia kupeana bursary. Halafu tuseme kwa upande wa maximum mention, halafu tutajaribu as much as possible kudistribute, kupeana ile kiwango inawezasaidia mwanafunzi. Tunajua kuna wakati mwingine basi alikuwa anapewa 1,000, 2,000. Pesa ambayo hata kama mtoto anasomea Western ni ngumu hata kutosha fare, si ndio? Hiyo sio basari sasa. Ni kama pocket money. Kwa hivyo kamati itakaa chini, hata kama sio kila mtu ata benefit. That is mwingine kama utapata wakati huu, wakati mwingine tunapewa wengine, si hivyo? Kwa hivyo nimeshukuru. Kama kuna swali lingine tukishamaliza mkutano utakuja. Na nikiongezea nisema wale total offers how tunapea direct, tunaweka hizo forms kando, lakini as time goes tutafuta mikakati mizuri ya kuweza ku identify the real need cases. Tunaelewana? Asanteni, Mungu awabariki. Kwa wakati huu nitawapatia mheshimiwa Eddie. Ndio, okay, amenipea ruhusa ni invite Bwana Geshangi direct. Thank you for that honor. Asante. Wagani hawa? Sawa. Lakini si kwa dakika moja basi. Kama ni kitu amerudia kwa sababu wa mama si mnaenda kupika. Kwa short and break. Hamjambo. Hatujambo. Jambo ambalo niko nalo, nimesikia wengi wameongea kuhusu sewage, kuhusu maji, na nakumbuka siku ya leo nimekuja ili tuongee kuhusu lile ahadi ambalo tulipatiwa na Honorable David Gikaria kuhusu nyumba zetu. Zile nyumba tumekaa, tumeishi, tulikuta nyanya zetu mahali pale, na ahadi ambayo mlituahidi ni ya kwamba mkiingia mtatusaidia venye hizo nyumba sisi wenyewe tutazi-own. Kwa sababu tumelipa rent, tumefanya nini, zile nyumba zimekuwa kuukuu. Mbona tusipewe hizi nyumba sisi wenyewe? Kama kuna venye serikali inataka hizo nyumba sisi tuzijenge alafu tuzi-own. Asante sana. Habari zenu wote. Nilikuwa na tuza kuongelea hapa, tungependa kusaidiwa hii miaka 5. Kitu ya kwanza nilikuwa napenda tuongelee uwanja wa Kimathi. Ningependa sisi kama mafootballer tusitupilie mbali kwa hii mjadala ya hii miaka 5. Tungeomba ile kiwanja yetu tuweze kupandio nyasi, na pia kuna majirani wetu hapo tunawapigana mpira sana wakati wanachukua mpira zetu, na saa zingine tunakaa hivyo bila kucheza mpira. So tungeomba mheshimiwa kwa program tu yako utuwekee hata ukuta hapo ya kukinga at least hata majirani wetu. Pia tupandie nyasi kwa uwanja wetu, na pia tuwekee borehole ya kuweza kuzimwagia maji, na pia utuongezee mpira na pia kits za kuweza kutrainia. Hiyo. Asanteni sana. Najua ni vizuri kupatia vijana platform na wamama, ndio ikifika 2022 sio vijana ndio watakuwa wakikuja na wamama. Mimi nakwambia kuna watu hapo ukiwapatia hii microphone hapa atatetemeka, ataongea kitu. Haya, kwa majina naitwa Moses Gishangi na mimi ndo nilikuwa mheshimiwa hapa, na mimi leo kama mwananchi mzuri wa eneo hili nimeona nikuje nijimuike na nyinyi, kwa sababu mimi sitaki kusema kwa nini hatukufanya ama kwa nini hatukufanya. Mimi nataka kuwa part of the problem ama part of the solution. Ndio maana nimekuja kushirikiana na nyinyi wakati wa leo. Kwanza nitaguzia tu haraka kwa hizo sekta zote. Education. Sisi tunashukuru tuko na shule yetu ya sekondari ya Kimathi Secondary. Lakini ile shule ni ndogo, na sisi tunasema through intergovernmental relation, sisi tunaomba ile shule yetu ya Kimathi Primary tuipeleke watoto Kimathi Secondary. Ndio Kimathi Secondary tukue na streams 5, kwa sababu itakuwa makosa. Si umesikia hii ni ngapi?
13,000 na hao watoto wote tunataka waende shule. Kwa hivyo tukifanya Lakeview Kimathi Primary ikuwe secondary, tukuwe na streams 5, wale watoto wetu wenye wako kuna bahati wakapata tutaweza kuwapeleka pale. Na wakati nilikuwa kwa board ya DEB, District Education Board, niliweza kuambia wale watu, hiyo shule ni yetu, ni ya community, ni sisi tumejenga. Kwa hivyo wasianze kutupatia story lazima mtoto akuwe na max 300. Ile shule yetu watoto waende, hata ukiopata max 100 uende wapi? Sisi tuko na shida zetu, na hizo ndio contribute watoto wetu wafanye vibaya. Na vile mama yetu amesema, Julia, ni vizuri pia kutoka ECD tukuwe na secondary, tuko na primary, na pia kama tungeweza kupata nafasi Pangani, hata kama si hairdressing peke yake, tukuwe na welding, tukuwe na tailoring, tukuwe na plumbing, vijana wetu wote wapate nafasi ya kufanya zile course zetu pale Pangani. Kwa sababu unajua tukisupport education, una support primary, alafu at the end of product hakuna penye tunaenda, itakuwa shida. Kwa hivyo tuna support education kabisa, na pia kwa sababu hii ni integrated plan, bwana kiongozi, kwa sababu nyinyi na mheshimiwa wetu najua mtafikishia governor, tunataka tukisema integrated plan, munatuletea watu wote, munatuletea CDF hapa, munatuletea na Wasco, munatuletea wakilishi wa World Bank, munatuletea kila mtu. Sasa leo kwa hii bajeti yetu ya miaka 5 tutapanga, na tumesema tutadenga shule, na pia CDF wakuja waseme the same thing, wanataka kujenga nini? Shule. Kwa hivyo itakuwa conflict of interest. Kwa hivyo next time tukikuwa na mradi kama huu, mnatuambia CDF mko na nini kwa meza, kama ni watu wetu wana Wasco kuna nini kwa meza, kama sasa hivi kuna watu wa World Bank wenye walikuwa tufanyie mradi ya Lakeview na kujengea nyumba za Kimathi. Sasa leo tunaweza invest 30 million Kimathi, alafu next day tunasikia ile the big four ya president anatuambia tunabomoa nyumba, na umeinvest 30 million 40 million unaweka mabati, alafu next day unasikia imefanya nini? Inakuwa wastage of public resources. Kwa hivyo tukileta hawa stakeholder wetu wote on board, watu waambie, kama sasa leo nikikuja hapa St. Paul's kuna mradi tulifanyiwa ya non pedestrian project, ambapo tuko tumejengewa mahali ya bodaboda na mahali ya watu kupitia. Sasa leo nikipita, hiyo mradi ilitugharimu mamilioni, na iko kwa grant, ilikuwa loan tunapatiwa, na leo nimekuta wanabomoa hiyo part, wanataka kupanua barabara, na hiki kitu imekaa miaka 2. So hiyo ni wastage of resources. The moment tunaambia president wetu tunataka ku reduce corruption, at the same time tunataka to control wastage of public resources, ndio Kenya iweze kuendelea mbele haraka haraka. Pia kuna mradi yetu ya hii hospitali, kama dada yetu Sara venye amepropose ikue maternity, sisi tuko tumepropose kwa sababu pale Bondeni maternity iko karibu. Hii tuko tukipropose ikue wards, na ikikuwa ward itasaidia baba, itasaidia mama, na wewe mama ukija kujifungua ikiwa ward, kwa sababu ward ni 24 hours, wako na ile basic knowledge, utaweza kusaidika. Kwa hivyo tungeomba tu tafadhalini tuache ikue ward, ili watu wetu waweze kuhudumia ikiwa general ward hapa. Kwa hiyo mambo yote naomba wakaaji wa Flamingo, hii mambo yote haitawezekana kufanyika kama hatulipi ushuru. Nituambie ni kweli, si ndio? Kwa hivyo tusaidie gavana wetu tulipe ushuru, na hiyo ushuru ndio itakuja kutufanyia hiyo maendeleo, kwa sababu kila saa tunasema tufanyie maendeleo, lakini sisi wenyewe hatulipi ushuru. Kwa hivyo kwa hiyo machache, Mungu awabariki, tushikane pamoja, tu support government ili kazi yetu ikuwe rahisi. Kwa hii nafasi pia nataka kumkaribisha mzee wetu akuja tuambie mwenye ametupangia pia. Asanteni sana. God is good and all the time. Tumsifu Yesu Kristo. Salamu alaikum. Ya kwanza ni kusema asanti
kwa wakaaji wa Flamingo Road for your sacrifice and commitment. Mmejitolea since saa 8 hadi sasa. We appreciate you a lot. Hebu mjipigie makofi. Another thing which is very important, nimefurahia kwa wale watu ambao wameleta suggestions, ideas and proposed some of great things to transform our ward. Siasa iliisha, tutapatana 2022, si ndio? Sasa tuko hapa kusaidiana na tujue the way forward for the people of Flamingo Road. Ya kwanza nikigusia in terms of health, tunaanzia hapa mahali tuko. We'll ensure that this big structure here behind us imekuwa transformed, imekuwa equipped so that iweze kuwa nini? Wards. So that our people can come here, waweze kutibiwa, pia wanaweza lala hapa, so that we can make this institution a 24 hours for the people of Flamingo Road and beyond Flamingo Road. So to make sure we are doing the best we can to ensure that this premises is open, fully equipped to fight diseases, to ensure our people are well secured. Another thing very important concerning health, we have enough space. The X-ray is very important. We'll go for it. Even the maternity, we'll go for it as long as we have space. And I see we have a big space that can cater for such very important and key aspects. Health, again, kuna hizi vibanda ziko hapa. We appreciate Mheshimiwa David Gikaria anaweza provide for our people. Therefore, we'll be budgeting on a chore. These people are suffering from that point to the end. We'll ensure that we are using one structure to have a toilet where these people can go. Another thing, tuko na game park. A lot of people go to relax there. As much as we are fighting, if we pushed pale mahali walifunga, we must have a public toilet hapo game park. This public toilet will be managed by our own youths and women. Nataka collect some cash ambazo zitaweza kuwasaidia. Again, tutakuwa tuna reduce the pollution. Ile watu kukojoa, unajua sasa wanaume at least wanaweza enda kando kwa miti. Wamama wetu wanateseka pale na wameenda ku relax pale. So we'll ensure when it comes to issue of health, tutaangalia. In Kimathi, 18 blocks. Nahitaji new structures, new system line, sewer, to ensure that our people are well served. Unafanya kazi, unakula, unaenda choo wapi? The issue of asbestosis ambayo imeongelewa hapa siku ya leo, will ensure that every house is roofed with new iron sheets. Nataka tukichagua tukienda tukimalizia within the 5 years that are coming. Another thing that is very important is infrastructure. Na nimefurahia nikiona mzee wangu wa Kimathi ameongea about infrastructure. It's high time we do away with such vitu ambazo tumekuwa tukifanya. We want tarmacking of new roads. Lunga roads kuwe tarmac, that is from Petrol up to Booster Pangani. We have the boundary between Biashara and Flamingo from pale Darajani to Pesh. We have from Kinsasha all the way to Summit. Again, we have retarmacking. Already tuko nazo retarmacking of from here to Kawangware stage, then from NCCK iko kwa Kenya Urban. This is county. Kenya Urban, which is Kura, in a concentrate from pale NCCK towards Eldoret. But when it comes to this point, Kura hawezi kuja involved. This is a county thing. Kutoka this place inside. Again, we have rescues. Rescues pia tunafaa to ensure that those tarmac roads ambazo zimekuwa retarmac, which is very simple na najua inawezekana.
When they come in the issue of drainage, drainage is very important. We must collect all the waters and direct where necessary. Drainage in Pangani, in between those roads, Lunga, we have Eldoret from Friends up there, expansion. We have in between Rescos. We have in between Langa and Lakeview. Pale Choma, drainage is very poor. We need to do with such issues. Na ambazo zitasaidia kusaidia watu wetu. Kwa hivyo drainage zote tumeshazi captured. We'll go with MES to ensure that zimekuwa recorded, zimekuwa captured so that for the next 5 years zitaweza kuwa implemented. That is according to our plans. Another thing which is very important, the issue of education and ICT. We must ensure that education is the tool that will kill the cycle of poverty by us implementing issues that tusaidia. Ya kwanza pia wangu ameaddress issue pertaining education. Na mmezisikiza. We'll ensure that those issues are implemented. Again, like Kimathi, we have a big space. We can have a computer classes. Majority of students wamemaliza class 8, wengine wamemaliza form 4. Hawana opportunity ya kuweza kujipeleka kwa computers packages. We can have our classes ambazo zitakuwa zikiketa for computer packages. Again, we must have an ICT hub somewhere where our people come, go to internet. Internet has a lot to offer. It creates jobs through writing proposals and many other factors. We must have an ICT hub. ICT hub to ensure that our people, mostly the youths, have been put into concern na itaweza kuwasaidia. Again, the issue of sport. We have Kimathi. I myself is a footballer. We refurbish Kimathi. Tutapanda nyasi. Si kitu ngumu. Tutapanda nyasi. We'll ensure that we are providing maji so that hiyo nyasi iweze kuwa sustained, iweze kuwa maintained. Again, there is that dressing room ambayo mheshimiwa alikuwa ameanzisha. We'll ensure that tunai accomplish so that he can serve our people. Hapo Kimathi, we can make it a center for talents and gift, where coaches will come and deal with issue pertaining to sports arena. This will ensure that our kids, our students, hawajakuwa exposed to drug abuse, crime and other injustice. I myself have manifesto in line with the big four of Jubilee government and Vision 2030. When you go to the Vision 2030, number 1, it talks about no to poverty. That's why we are doing the best we can, registering groups of women and youths so that they can access the money that is there for them. Uwezo Fund, Youth Fund, and Women Fund. When you go to number 4, Vision 2030 is about quality education. That's why we'll ensure that every term we'll be rewarding the best students so that we can create competition and enhance learning in our institution. When we go to number 6, Vision 20, it talks about water and sanitation. We'll try to the best we can to manage our water and improve our sanitation. And I believe through your power, through what ambao umesema hapa siku ya leo, will be able to gear up as people of Flamingo and implement according to the ways and views of youth people. Nikimalizia, tuna appreciate social media. Today we appreciate you, my brother Patrick. This is Nakuru TV.
it's here with us, very interested for the people of Flamingo. Showcase your views so that others ambao hawajaweza kufika hapa siku ya leo, they can write their memorandum and ensure that they are giving in our office. Then to proceed to NES and come up with a big proposed structure and itakuwa formulated for the next 5 years. I myself, I dedicate my effort and energy to fulfill many of our agendas, many of our issues pertaining to our people. Again, the issue concerning this complaint, got to meet with Mheshimiwa David Gikaria, other stakeholder from the county government, because our people are being affected. This is pollution. Kuna direct hapa, ameona. As you look now, kuna hiyo moshi inatoka. Our people are suffering from headache and stomach ache. So tutajaribu to the best we can. This is within the estate. Can take it to other places. Na wachome huko. So we'll ensure that our people are being protected. And one of the function of MCA is representation. To present the grievances of your people. As we legislate the bills that will govern us, the bills that will directly and positively affect our lives. At the same time, the issue of oversight. In my leadership, tumeona each and every individual tackling the issue pertaining his docket. Like Zuma, my PA, concerning education. To cooperate with the head teachers in 5 public schools and that Kimathi Secondary. In the next few days, tutakuwa tukipeana uniform in Kimathi and Lakeview, because tumeona ndo wale ambao watu wako na shida zaidi as we proceed to other schools. Na hiyo ni kusaidia because people wanakosa nafasi ya kwenda shule because of uniform. So we are starting from somewhere and I believe we'll go somewhere. As the people of Flamingo, let's live together as brothers and sisters for the betterment of upcoming generations. Let's set standards ambazo to affect our people who are coming for the next and many years to come. The issue of KIOP will be giving you the list. Kenya Youth Empowerment and Opportunity Projects. We organize for it. Watu walikuja wakajiandikisha. We'll be giving you the list for those who have qualified, so that you can go and learn. That's the key issue under our leadership. The first pillar that will ensure that in a touch the lives of people, these people will transform by giving back to this community. My fellow brothers and sisters, na wazazi wetu, for the next 5 years, let's socialize. Let's talk with one another. We have an office. We have a number, a landline number that you can communicate with the office. Such few issues that can be addressed will be addressed according to the structures ambazo ziko. Like today, hatuku spend kwa tent. We have tent that we came with them. These are properties, not mine, hata kama ni mimi nilinunua, but for us all. That's why tuko hapa na zimetusaidia. Ukiangalia viti, we are giving you people. Therefore, let's utilize that office kama ni tent, issues zingine kama hizo. All the same, we'll be having quarterly reports on how we are moving as a ward. Quarterly report will be talking about nini zimetu affect sana, what are the challenges and what are the solutions towards our growth and development. What have you achieved for the last 6 months? For the next 1 year, what do you want to achieve? What you umeongea hapa siku ya leo, from this time onwards, tutakuwa tukiprioritize which is more important than the other, though all are important. But first thing first, which is more important as we proceed towards 2022. Through God's grace and mercy, we'll serve you diligently, to the best knowledge, to the best with great ideas that we have in transforming this
ward to the next level, so that the next leaders and the next generation that will come will foresee another many years to come that will again protect the other generation that is coming. All the same, na appreciate a lot. Nikimalizia nikuambia tu asanteni kwa kukuja, taking your time. This is a big number and I appreciate you all. Hata kama ukuweza kuongea, I believe your request in one way or another maybe ilikuwa requested through another person. Na kama ukuweza your request was not attached, write a memorandum, nenda pale kwa ofisi yetu, then we'll proceed na NES, na we'll ensure that all things are implemented. Before we close with the word of prayer, mimi nilikuwa timu unga na nazidi kuwa timu unga. Each and every individual who is here will take 1 kg of unga as always. It's not about politics, it's about us. Therefore, my fellow brothers and sisters, my parents, take it, and I believe God will take us far. Thank you. Asante sana. Nimefurahi kwa sababu sijui kama hiyo unga limehesabiwa pia. So tuko na our administration, nitampe dakika moja, but before kuje, I want to thank our partners, Nakuru TV, Said Gigi nimeona, Bwana Kamande, thank you very much for being part of us. Sauti yetu, asanteni sana for the partnership, and all the others. Raia, wananchi wa Flamingo, asanteni sana. Without you, mmewacha maneno yenu. The Resident Association, asanteni sana. Mmeacha maneno yenu na mkakuja maneno ya raia. That is God sent. So, kuna chief na utuinvitie Director Kiogora. Alafu Director Kiogora pia atatuambia ni nani atatuambia. Asante sana. Thank you. Nataka kwenda straight to the point kwa sababu mengi yameongewa na muda naona ni umeyoma zaidi. Kwanza nikushukuru Mwenyezi Mungu kwa siku hii njema ambayo ameweza kutupa. Wakati ambao tumeona viongozi wote wameweza kusanyika katika kikao hiki. Nawaambia hongera na wazidi kutusaidia kujenga taifa. Issue nyingine nataka kusema ni mambo ya birth certificate. Serikali ilianza kuongezea siku mpaka 31st of March. Naomba watu waanze kuja. Kama leo sijakuwa na watu wengi, wamekuwa watu kama 5. Jana walikuwa watu kama 100. Saa hii ambacho unahitaji kuja nacho kwa ofisi, unahitaji kuja tu na clinic card. Na shida ambayo nimeona imetokea kwa mama wengi ama wasichana wengi, unakuja kwa ofisi yangu umenidanganya clinic card imepotea. Kwa nini? Ndio utoe mwanaume kwa hiyo birth certificate. Tunawaambia haki, tutawashtaki kabisa. Mwanaume, mtoto ana haki ya kuwa na baba. Na lazima ajini itokee hapo. Hata kama baba majukumu yake yatekelezi, kuja uniambie kuna shida na mimi tumpeleke mbio. Kawaida mbio tuko nayo serikali na hata tuelezana na sisi. So mambo ya birth certificate. Issue nyingine nataka kuambia, wakati tuko na viongozi hapa, serikali inahimiza mambo ya NHIF. Na all what you need is just 500 shillings per month. Ukilipa 500 per month, hautaisumbua mheshimiwa Eddie ama mheshimiwa Wilba ati niko na mgonjwa hospitali kumeenda ABCD. Just pay 500 na utafaulu. Otherwise mambo ya security area tumeimprove kiasi, lakini kuna selected areas ambazo nataka kuwapea hotline number. Kuna watu ambao wametumia namba vizuri na tumeweza kunasa wakora. Chukueni simu zenu niwapea hotline number. Ili ukiona jambo lolote limetokea katika eneo lako, unaweza piga simu useme nimeona mtu mbaya, nimeona kitu kibaya kimefichwa, na hiyo namba itaweza kusaidia kabisa. Alafu kabla mtoe simu zenu, nataka kuwapongeza watu wote wa Flamingo wote. By the way, Flamingo watu tumeimprove sana. Zamani tukikuwa hapa watu ni wamelewa, watu ni kelele, lakini sasa tuko chonjo kabisa. Hata huyu ward administrator wa Ronda ameniambia aje, watu wakonyo wako na idea sika wa Ronda. Imagine ametu appreciate. Kwa hivyo muendelee hivyo, mavijana mumeenda poa sana. Mzidi kushikilia hapo na sisi tutaweza kwa support. As a national government, county government, tunaweza kusaidiana. Na hata nisiongea sana tugawie unga, na mimi ndio nilikuwa wa kwanza. Hata Mungu awabariki, tutazidi. Namba yangu ya hotline 0736 36 350 172. 350 172. Kama kupata upata kwa mwenzako. Hiyo namba uliipata na utaweza kusaidia. Lakini neno moja katika ujinga na Mungu atakubariki.
CIDP ni Prima. Nisikia saizi inapike tunataka itumiwe sisi. Si kweli? Tusijenge hospitali hapa alafu ingine tenge hospitali. Lazima tuunganishe pesa yetu tuone ni miradi gani inafanya ambayo inatusaidia. Na mwisho kabisa mimi nasema ya kwamba muendelee kukaa hivyo, na wakati mko na agenda yenu ya serikali, milango ya serikali ya kaunti inafunguliwa kila wakati ili muweze kuwasilisha ujumbe wenu kwa executive, kwa legislature. Sote tuko tayari na ofisi zetu ziko wazi ili ya kwamba tuweze kuwahudumia kulingana na vile nyinyi wenyewe mnataka. Si kweli? Kwa hayo machache ningeomba kusema pengine tumalizie hii mkono ili siku nyingine, lakini kitu ningesema pia ni ya kwamba maoni yote ambayo umetoa leo, ile maoni mmetoa leo itaenda ijumuishwe pamoja, na mkiangalia ile kitabu ambayo itakuwa imeundwa baada ya hiyo kipindi kuisha, haya maoni yenu na ambayo mmepanga itakuwa katika ile kitabu ili tuendelee kufuatilia kwa kipindi ya Honorable Eddie Kirago is going to be the area MCA, and today we saw a lot of people coming out and even giving their views and even giving their perspective of things and how they would like things to be done in this ward called the Lamino ward, which is right at the heart of the county and at the national park. Now we hope that the area MCA is also going to implement some of the things that the locals have told him or rather have asked him to be able to make sure that he achieves his goals and making sure that the people get a better life as he had promised them during the election. Now, during this session, we had the county government officials ranging from the county director of environment, whatever Kiogora Brady, and those who had the wood administrator wakisaidiana na wale maafisa wa ili kupata kupiga kura katika maisha ya kila siku. Na pia tunaomba sababu ya amani nchi yetu ya Kenya ya kwamba sisi wote ni Wakenya, tupendane kama Wakenya, tutembee pamoja na pia tutembee pamoja. Toka tunapopata kutongoza, tukinge na mambo yote ambayo shetani tutembee kutokomea. Namba yote kwa njia ya Kristo aliye Bwana na mkombozi wetu. Kwa jina la Baba na Roho Mtakatifu. The function was today. Tuenda kwa ofisi utapatana. Zuma.